Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu, karibu tena katika mwendelezo wa darasa zetu zinazotoka kupitia channel yako hii pendwa Edureji Mo. Hivi kweli Ramadhani ni yenye kuondoka bila kuyafanya haya yapi? Kuwa pamoja nami ili kuweza kuyafahamu. Ndugu yangu, mwezi huu wa Ramadhani ni fursa iliyokubwa kabisa kama tulivyoelezea kupitia darasa nyingi zilizo pita huko nyuma. Hivi kweli yupo mtu ambaye Ramadhani hii inaweza kuondoka bila kuwa katika mazingira ya yeye kuwa miongoni mwa walio samehewa madhambi moja? Hivi kweli Ramadhani inaondoka na inapita, yupo mtu ambaye amekuwa ni miongoni mwa wale ambao hawakufanikiwa kupata pesa, mali? Pili, hivi kweli Ramadhani inaondoka, yupo mtu bado hajapata fursa ya yeye kuondoshewa maradhi aliyokuwa nayo? Hakika ndugu yangu, kama bado mpaka sasa hujakuwa katika hiyo fursa, hujafikia katika hayo mazingira, jitahidi uweze kufikia katika hayo mazingira. Ni wangapi ambao walikuwa wamepata fursa kama hii, kisha baada ya hapo wakawa ni wenye kuichezea, hawakuiona uthamani wake, baada ya kuondoka fursa hii wakaikumbuka tena kwa mara nyingine? Ndugu yangu, hakika hii ndiyo fursa iliyokubwa kabisa. Wapo wenzetu ambao walikuwepo nao wakiwa wanatarajia wawe pamoja nasi, waweze kudiriki Ramadhani kama hii, waweze kuondosha matatizo yao kupitia Ramadhani, waweze kuondosha shida zao mbalimbali kupitia Ramadhani. Wapo watu wametafuta wake, waume bora, waheri kupitia mwezi wa Ramadhani. Wapo watu ambao maisha yao yamekuwa ni ya dhiki, maisha yao yamekuwa ni ya shida, chumo yao imekuwa ni ngumu, wakiwa wametarajia kusubiria mwezi wa Ramadhani ili waweze kuzipeleka shida zao kwa Muumba moja kwa moja, ambaye huwa anateremka katika wingu wa dunia na kuwa pamoja na karibu na waja wake, na anawaambia yuko wapi ambaye ana shida na mimi niweze kumkidhia. Lakini wallah, hawakuweza kufanikiwa kuidiriki mwezi huu wa Ramadhani. Waliondoka, kuna ambao waliondoka kabla miezi 6 mbele ya Ramadhani wakafariki. Wapo ambao wamefariki kabla miezi 3 mbele tu kidogo wakafariki. Lakini wapo ambao kabla mwezi mmoja wakaondoka duniani. Bahati mbaya zaidi, wapo ambao kumebakia siku chache tu waingie ndani ya mwezi wa Ramadhani, kisha wakawa ni wenye kuondoka na hawakuwa ni wenye kudiriki mwezi wa Ramadhani. Walikuwa ni wenye kutarajia. Wapo watu ambao walikuwa wamefanya madhambi kupindukia, kwamba mwezi wa Ramadhani ukifika ndio itakuwa fursa adhimu kubwa mimi kurejea kwa Muumba, Allah kunisamehe madhambi yangu. Endapo Allah atanisamehe madhambi yangu kupitia mwezi wa Ramadhani, basi Allah kwa kuwa amenisamehe madhambi yangu, basi hiyo ni fursa ya pia Allah kuniweza kunijalia kile ninachokihitaji katika maisha. Wewe una kitu unakitafuta muda mrefu, ndugu yangu. Hivi kweli Ramadhani inaondoka bila kukipata kitu hicho? Yupo mtu ambaye anahitaji kupata msaidizi kwa namna moja au nyingine, mfanyakazi. Yupo mtu ambaye anahitaji aweze kupata mali, anatafuta gari, anatafuta nyumba, anatafuta kipando kizuri, lakini wallahi hakuweza kufanikiwa. Lakini mwezi wa Ramadhani ndio fursa iliyokuwa kubwa sana ya kuweza kufanikisha hicho kitu. Yupo mtu anaumwa, ana maradhi ambayo yamemsumbua sana, amehangaika huku na kule, lakini imekuwa wallahi hakuweza kufanikiwa. Mwezi wa Ramadhani hivi kweli unaondoka bila kuyachuma na kuyapata haya? Hivi kweli ule mwezi wa Ramadhani unaondoka bila kufika pale ambapo unapopataka? Hapana, kalla. Jitahidi sana ndugu yangu, usiwe ni mwenye kupitwa na hii fursa. Kipi wewe utakosa? Kila unalolifanya kwako ni fursa, kupitia funga ya mwezi wa Ramadhani, kupitia visimamo ambavyo unavyosimama ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Ndugu yangu, kila amali, jambo utakalolifanya la kheri, bila shaka unamfurahisha Mwenyezi Mungu. Unapokuwa unafunga wewe,
basi hakika bila shaka unamfurahisha Allah. Ukiwa unaswali ndani ya mwezi wa Ramadhani ambao sunna utakayoifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani ya swala 2 tu, raka 2 za sunna mathalani utakazozifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, ni sawa sawa na mtu ambaye ameweza kufanya faradhi au kuswali swala ya faradhi katika mwezi usiokuwa wa Ramadhani. Malipo yake, ujira wake, thawabu zake, maana yake ni kwamba Allah anafurahi katika matendo haya. Sasa hapa ambapo Allah anafurahi, hapa ambapo Allah anafurahi kukuona mja wake upo katika kujipamba na hizi ibada, basi ndio fursa hii ya kumuomba Allah, yeye aliyefurahi Allah kwa kukuona wewe mja wake unanyenyekea kwake. Hii ndio fursa sasa ya kumuomba yeye Allah, ya Rabbi, na mimi na kuomba uweze kunifurahisha kadhalika kama ulivyofurahi Mola wangu, nifurahishe na mimi mja wako niweze kufanikiwa katika haya ninayoyahitaji. Tia nia, ya Rabbi, niko katika funga, bila shaka unafurahi katika funga hii, na kuomba na mimi nifurahishe ya Rabbi katika mazingira yangu ya maisha ya utafutaji. Umekuwa ni dhiki, uone kama Ramadhani itaondoka ndugu yangu hujafanikiwa, labda inakuwa ni katika mazingira ambayo hukufanya kwa ajili ya Allah. Kwani anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man swama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.